Taarifa ya kiuchunguzi iliyofanywa na kituo cha CNN kupitia mwandishi wake Larry Madowo imeibua serikali ya Tanzania ambayo leo imefanya mkutano na waandishi wa habari na kuvituhumu vyombo vya habari hasa vya kimataifa CNN, BBC pamoja na idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle kwamba vinakiuka taratibu na misingi na kwamba vinaitwisha lawama Tanzania kuhusu matukio yaliyotokea katika uchaguzi wa Oktoba 29 na baada ya uchaguzi huo. Msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa amezungumza na waandishi wa habari katika mkutano wao wa pamoja na hichi ndicho alichokisema. Waandishi wa habari, naomba kutoa wito kwa vyombo vya habari vya nje kuzingatia maadili na misingi ya uandishi wa habari kwa kuchapisha habari zinazozingatia usawa, haki na uwajibikaji. Kuacha kuchapisha habari za upande mmoja zenye nia ovu kwa Watanzania na nchi yetu ya Tanzania. Serikali ipo tayari wakati wote kutoa ushirikiano kwa vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi pale watakapotaka taarifa. Naomba kusisitiza, sio haki na sio sawa kwa chombo cha habari kuchapisha taarifa za upande mmoja na kisha kutoa sababu kuwa maafisa wa serikali walipotafutwa hawakupatikana, kama ambavyo chombo cha habari cha CNN kimechapisha taarifa zake zilizojaa tuhuma dhidi ya serikali ya Tanzania pasipo kutoa nafasi ya serikali kujibu. Kwa wanasheria wana kanuni moja inaitwa the principle of natural justice. Huwezi ukazungumzia jambo linalomtuhumu, linalomzungumzia mtu ama upande mmoja halafu upande mwingine ama mtu mwingine usimpe nafasi ya kujibu. That is unprofessional. Kitendo kilichofanywa na CNN pia kimefanywa na vyombo vya habari vingine. Natambua vyombo vya habari vingine vya kimataifa, BBC, Al Jazeera, Deutsche Welle wamefanya pia. Naomba kusisitiza, sio sawa na sio haki katika misingi na maadili ya uandishi wa habari. Huu ni ukiukwaji mkubwa na wa makusudi. Taarifa hiyo iliyoibua serikali ya Tanzania na kuifanya itoe maelezo ilionyesha vitendo vikubwa vya ukiukaji wa haki za binadamu na ikionyesha baadhi ya maeneo ambayo yanashukiwa kuwa ni makaburi ya pamoja ambapo mamia kama si maelfu ya Watanzania waliouawa wamefukiwa kwenye eneo hilo. Pamoja na hayo, taarifa hiyo pia ilitumia teknolojia ya satellite na teknolojia nyingine katika kuthibitisha madai yake na kuonyesha kwamba polisi nchini Tanzania walitumia nguvu katika kuwatawanya waandamanaji na kusababisha mauaji ya kinyama dhidi ya watu wake. Larry Madowo anasema taarifa yake ya kiuchunguzi imezingatia vigezo vyote vya kitaaluma, na hapa katika video hii anatoa salamu za shukrani kwa Watanzania waliomuunga mkono. Ndugu wa Tanzania, asanteni sana tena kwa jinsi mlivyotusaidia kwa hii ripoti yetu ya CNN ambayo imetoka hii leo. Imechukua muda kidogo kwa sababu imekuwa kazi ngumu. Mimi mwenyewe nilikuwa kwa likizo kwa wiki mbili zilizopita, lakini sijapumzika. Nikiwa Ujerumani, nikaenda El Salvador, nikakuja Afrika Kusini. Nimeshinda nikizungumza na Watanzania, wamenitumia video, mamia ya video na picha. Nimeshirikiana na wenzangu kufanya audio forensic analysis, tukatumia satellite, tukatumia kila kifaa tunacho kuhakikisha kwamba tunasema ukweli ili dunia nzima ijue kilichotokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Asanteni sana, pole na hongera.